Syria yaahidiwa zaidi ya dola bilioni 6 kwa ujenzi mpya. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbaruku. Umoja wa Ulaya uitisha mkutano ufadhili wa Syria kuisaidia ujenzi mpya wa taifa hilo baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa karibu miaka 14. Kiongozi mpya wa Syria wakiongozwa na makamanda wa zamani wa waasi Ahmed al-Sharaa wamekuwa wakitafuta msaada kuisaidia kulifufua taifa hilo lililoharibiwa vibaya. Hata hivyo, ahadi ya mkutano wa Brussels zilitarajiwa kuwa chini kuliko miaka iliyopita. Jamii ya kimataifa imeahidi zaidi ya dola bilioni 6 kama msaada wa kuisaidia ujenzi mpya wa Syria kufuatia uharibifu uliosababishwa na miaka ya vita vya wenyewe kwa mwenyewe. Euro bilioni 4 ni msaada wa bilioni 1 kwa mkopo. Haya ni kwa mujibu wa kamishna wa Umoja wa Ulaya Dulvakol Swika katika mkutano wa uchangishaji fedha uliofanyika mjini Brussels. Viongozi wapya wa Syria wakiongozwa na kamanda wa zamani wa Ahmed al-Sharaa wamekuwa wakitafuta namna kupata msaada huo. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen unajua Umoja wa Ulaya na nchi zake wanachama wanasaidia kuwa wanafadhiliwa kubwa kufikia sasa, wakiwakilisha robo tatu ya ahadi zilizotolewa. Ila kwa sasa inatangaza kuwa kwa pamoja tumeahidi kutoa jumla ya euro bilioni 5.8, alisema Swika. Kulingana na Swika, euro bilioni 1.2 ya ahadi hizo ni fedha zitakazotolewa kama msaada, huku dola bilioni 1.6 zikitolewa kama mikopo. Mawaziri wa Ujerumani na mambo ya kigeni Annalena Baerbock na mwenzake wa maendeleo Sylvester Sausage wametangaza euro bilioni 300 za kuisaidia suala la misaada ya kiutu, mashirika ya kiraia na elimu, huku fedha hizo pia zikilenga kuisaidia wakimbizi wa Syria na jamii zinazofadhiliwa nchini Jordani, Lebanon, Iraq na Uturuki. Taarifa ya kando ya serikali ya Ujerumani ilitolewa kwa waandishi wa habari imesema utekelezaji wa hatua zote hizo ufanywa kupitia mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali na wala sio serikali ya mpito ya Syria. Marekani kwa upande wake haikutoa ahadi yoyote ile, imesema tu kuwa itaendelea kutoa msaada. Wawakilishi wa utawala wa Rais Donald Trump pia wameyataka mataifa mengine sasa kuchukua jukumu la mzigo wa fedha ambalo Marekani imekuwa ikiubeba. Mataifa ya Magharibi yanapunguza utoaji wa fedha kwa misaada kwa ajili ya kutumia fedha hizo katika bajeti zao za ulinzi. Mkutano huo uliofanyika Brussels ulikuwa wa 9 na wa kwanza tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwezi Disemba. Mawaziri na wawakilishi kutoka kwa mashirika ya Syria kutoka nchi za Magharibi, mataifa mengine ya Kiarabu na mashirika ya Umoja wa Mataifa yalihudhuria mkutano huo kwa siku moja. Mkutano huo ulipangwa kwa haraka na Umoja wa Ulaya kutokana na mabadiliko yaliyofanyika nchini Syria. Viongozi wapya Syria wamejaribu kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyokuwa yamegawanyika katika vijitaifa vidogo vidogo visivyo rasmi wakati wa miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Viongozi hao vile wamejaribu kujenga uchumi pamoja na miundombinu. Umoja wa Mataifa umekadiriwa kuwa na dola bilioni 250 ndizo zitakazohitajika kujenga upya Syria, huku wataalamu wakisema kiwango hicho kinaweza kufikia dola bilioni 400. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbaruku. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare ili wa kwanza kupata notification.